Habari wapendwa wasikilizaji wa Kivu News Info popote mlipo ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafurahi kuwa nanyi tena katika kipindi chetu cha habari kinachowaletea taarifa muhimu za kuaminika na zinazokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali vyenye kuwa sahihi. Katika toleo la leo tukiwa tarehe 4 Agosti mwaka wa 2026 jioni, tutakuletea habari kuhusu mapigano yaliyotikisa maeneo ya Ikobo na Kisimba katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Pia tutaweza kuzungumzia mamia ya wananchi waliokimbia makazi yao baada ya mapambano kati ya vikosi vya M23 na vikosi vya wazalendo vinavyoshirikiana na vikosi vya FARDC. Pia tutakupeleka katika eneo la Jugu mkoani Ituri ambako mapigano kati ya FARDC na kundi la CRP yameripotiwa kusababisha vifo, majeruhi na taharuki kubwa katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Na mwisho tutakuwa ndani ya mji wa Kindu mkoani Manyema ambako watu 13 wanaoshukiwa kujihusisha na ujambazi wa kutumia silaha wamekamatwa na kuwasilishwa mbele ya gavana wa mkoa huo. Endelea kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Sikiliza kwa makini ili usiweze kukosa habari yoyote, na ukipenda kazi yetu usisahau kuendelea kufuatilia Kivu News Info kwa habari za haraka, sahihi na zenye kujenga uelewaji wa matukio yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu tuanze na habari ya kwanza. Ya wakaaji wa vikundi vya Ikobo na Kasimba vilivyoko katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini bado wanaendelea kuishi katika hofu kubwa kufuatia mapigano makali yaliyotokea usiku wa kuamkia tarehe 3 Agosti kati ya vikundi vya wapiganaji wa muungano wa M23 na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yaliambatana na vitendo vya uporaji wa mali za raia, jambo lililosababisha familia nyingi kukimbia makazi yao na kusimamisha shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi katika eneo hilo. Mashahidi wanasema kuwa ingawa hali ya utulivu ilianza jioni ya Jumatatu, bado mazingira yanaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na kuwepo kwa pande zote mbili zinazosimamia katika sehemu hiyo ya Walikale. Wakaaji wanaeleza kuwa wanaishi kwa hofu ya mapigano kurejea wakati wowote. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa jamii na wananchi wa eneo hilo, mapigano yalianza kati ya saa 6 za usiku na saa 10 za alfajiri. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa wazalendo wanaoongozwa na Jenerali alijitangaza Jonas Bikabo walifanya mashambulizi ya wakati pamoja dhidi ya nafasi mbalimbali zilizokuwa zikichukuliwa na vikosi vya M23. Mapigano hayo yaliendelea katika vijiji vya Kalonge, Kasopo, Basamambu, Buleuse na Kateku vilivyo ndani ya vikundi vya Ikobo na Kasimbi. Milio ya risasi nzito na nyepesi iliweza kusikika kwa muda mrefu, hali iliyowafanya wakaaji wengi kukimbia porini wakitafuta usalama, huku wengine wakijifungia ndani ya nyumba zao wakihofia kutoka nje. Baada ya mapigano kupungua nguvu katika jioni, baadhi ya wananchi walianza kurejea nyumbani kwa tahadhari kubwa. Hata hivyo, wengi walikuta mali zao zimeharibiwa au ziliweza kuibiwa. Baadhi ya viongozi wa kijamii wanasema kuwa wapiganaji wa wazalendo waliweza kuingia na kushikilia kwa muda maeneo kadhaa ambayo yalikuwa yameachwa na wapiganaji wa M23 kabla ya hali kubadilika tena. Katika mji wa Buleusa ambao ni makao makuu ya kikundi cha Ikobo pamoja na eneo la Rusamambu, taarifa zinaeleza kuwa maduka, vibanda vya biashara na nyumba za wananchi zilivamiwa na kuporwa.
Wafanyabiashara wengi wamepoteza bidhaa zao, huku familia kadhaa zikibaki bila mali zao muhimu ambazo walikuwa nazo hapo awali. Kutokana na hali hiyo, shughuli za biashara, usafiri na maisha ya kawaida zimesimama kwa muda, huku wananchi wakisubiri kuona kama usalama utarejea kikamilifu. Mapigano hayo yanakuja baada ya kipindi cha wiki kadhaa ambacho eneo hilo lilikuwa limeanza kushuhudia utulivu wa kiasi. Hata hivyo, kurejea kwa mapigano kumeibua hofu mpya miongoni mwa wakaaji wanaoendelea kuishi katika mazingira ya kutokuwa na uhakika. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Vilevile hakuna tamko rasmi iliyotolewa kuhusu matokeo ya kijeshi ya mapambano hayo. Wananchi wa Ikobo na Kasimba wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika na wadau wanaohusika na juhudi za kurejesha amani na kuhakikisha usalama wa raia unalindwa ili waweze kuwarejesha katika maisha yao ya kawaida bila hofu. Hayo ndiyo yaliyotokea katika maeneo ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali inaonekana kuwa imetulia kwa sasa, lakini tahadhari inaendelea kutokana na uwezekano wa mapigano kuibuka tena wakati ujao. Mapigano makali yaweza kuripotiwa katika eneo la Jugu mkoani Ituri, ambako wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walipambana na wapiganaji wa kundi la Convention pour la Revolution Populaire maarufu kama CRP. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, mapigano hayo yalitokea mchana wa Jumatatu tarehe 3 Agosti mwaka 2026 katika vilima vya kijiji cha Roo, na yaliweza kusababisha vifo vya wapiganaji watatu wa CRP, huku wengine wawili weza kujeruhiwa vibaya sana. Wakati huo huo, hofu kubwa ilitanda katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao iliyoko Roo, ambako mamia ya raia walilazimika kutafuta sehemu salama zaidi. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yalianza baada ya kundi la watu wenye silaha kutoka maeneo ya Roo na Mbujona kushambulia ngome ya FARDC kwa kutumia makombora ya aina ya mortier ya calibre 60. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wapiganaji wa CRP walidai kuwa wanajeshi wa FARDC walikuwa wanawasumbua wakulima waliokuwa wakitoka katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao iliyopo karibu na eneo hilo. Hata hivyo, madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo vilivyo huru. Baada ya shambulio hilo, wanajeshi wa FARDC walijaribu kwa kutumia silaha nzito na wapiganaji, na mapigano makali yaliendelea kwa zaidi ya saa 3. Milio ya risasi na mabomu ilisikika katika maeneo mbalimbali, hali iliyolazimu wananchi wengi kukimbia, huku shughuli zote zikiweza kusimamishwa. Mapigano hayo yanatajwa kuwa ya kwanza kati ya FARDC na kundi hilo la CRP tangu tarehe 14 Mei mwaka huu, wakati kundi hilo lilipotangaza kusitisha mapigano kwa upande wake ili kuunga mkono mchakato wa amani kuendelea katika nchi. Kutokea kwa mapigano hayo kunazua wasiwasi mkubwa kuhusu hatma ya juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo la Ituri, hasa ikizingatiwa kuwa kwa miezi kadhaa hakukuwa na mapambano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, kati ya FARDC na kundi hilo la waasi wa CRP. Wakati huo tukio lilitokea katika kipindi ambacho tayari kulikuwa na mvutano mkubwa katika maeneo ya Bahema Nord na Bajari. Katika siku za hivi karibuni, video zilizosambaa zilionyesha watu wanaodai kuwa wapiganaji wa kundi hilo wakilazimisha wananchi kufanya kazi za lazima katika baadhi ya vijiji, jambo lililoongeza hofu miongoni mwa wakaaji. Kutokana na hali hilo, watetezi wa haki za kibinadamu pamoja na viongozi wa kijamii wa Ituri wamezitaka mamlaka za kijeshi kuimarisha ulinzi katika maeneo yenye raia wengi, hususan katika kambi za watu waliokimbia makazi yao, ili kuzuia madhara zaidi kwa wananchi wasiohusika na mapigano hayo.
Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijatoa taarifa rasmi kuhusu operesheni hiyo, wala kundi la CRP halijatoa tamko rasmi kuhusu mapigano hayo. Idadi kamili ya majeruhi na uharibifu uliweza kutolewa bado haujathibitishwa rasmi. Wananchi wa Jugu wanaendelea kuishi katika taharuki, huku wengi wakihofia kurejea kwa mapigano makubwa ambayo yanaweza kuhatarisha maisha ya raia na kuvuruga juhudi za kurejesha utulivu katika jimbo la Ituri. Hiyo ndiyo taarifa ya hali ya usalama katika eneo la Jugu mkoani Ituri. Kivu News Info tunawaletea habari kwa usahihi, uwazi kwa wakati. Mamlaka za usalama katika mkoa wa Maniema zimewasilisha watu 13 wanaotuhumiwa kujihusisha na uhalifu wa kutumia silaha mbele ya gavana wa mkoa huo Musa Kabwakunki Moize. Tukio hilo lilifanyika Jumatatu tarehe 3 Agosti mwaka huu 2026 mjini Kindu. Baada ya watuhumiwa hao kukamatwa katika operation zilizofanywa na vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kitengo cha mawasiliano cha ofisi ya gavana wa Maniema, watu hao wanashukiwa kuhusika na matukio mbalimbali ya ujambazi ambayo wamekuwa wakiripotiwa katika maeneo tofauti ya mji wa Kindu kwa kipindi cha hivi karibuni. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baadhi ya watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika na uvamizi uliofanyika katika makazi ya padri iliyopo katika manispaa ya Alunguli. Tukio hilo lilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo na kuongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama mjini Kindu. Mbali na tukio hilo, watuhumiwa wengine wanashukiwa kuhusika na vitendo vya ujambazi vilivyokuwa vikifanyika katika soko kuu la Kindu. Wafanyabiashara na wananchi wamekuwa wakilalamika ongezeko la vitendo vya wizi na uporaji, hali iliyokuwa ikihatarisha shughuli za biashara na maisha ya kila siku. Wakati huo, taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya watu waliokamatwa wanahusishwa na vitendo vingine vinavyochangia kuvuruga hali ya usalama katika mitaa mbalimbali ya mji wa Kindu. Uchunguzi unaendelea ili kubaini kiwango cha ushiriki wa kila mmoja katika matukio hayo. Kuwasilishwa kwa watuhumiwa hao mbele ya gavana wa Maniema kunatazamwa na mamlaka za mkoa kama hatua muhimu katika mapambano dhidi ya uhalifu. Serikali ya mkoa inaamini kuwa operesheni hiyo inaonyesha juhudi za vyombo vya usalama katika kukabiliana na vitendo vinavyohatarisha maisha ya wananchi. Kupitia kitengo chake cha mawasiliano, Gavana Musa Moize Kabwakunki ameeleza kuridhishwa na kazi iliyofanywa na vyombo vya usalama. Amesema operesheni hiyo ni ishara kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vikosi vya usalama unaweza kuleta matokeo mazuri katika kupambana na uhalifu. Gavana huyo amewapongeza askari na maafisa wa usalama kwa kujitolea kulinda raia pamoja na mali zao. Amewataka kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kuheshimu sheria wakati wa kutekeleza majukumu yao, huku wakisisitiza kuwa usalama wa wananchi unabaki kuwa kipaumbele cha serikali ya mkoa huo. Wakati huo, mamlaka zimewahimiza wakaaji wa Kindu kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama na kutoa taarifa kuhusu watu au matukio yanayoweza kuhatarisha usalama wa watu na jamii lote. Amesema ushirikiano huo ni muhimu katika kuzuia uhalifu na kudumisha amani katika mkoa wa Maniema. Ni muhimu kukumbuka kwamba watu hao 13 bado ni watuhumiwa. Hata hivyo, itathibitishwa au kukanushwa na vyombo vya sheria baada ya uchunguzi wa mchakato wa mahakama kukamilika na kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ndiyo yalikuwa matangazo na taarifa zetu kutoka ndani ya mji wa Kindu mkoani Maniema kuhusu operesheni za usalama zinazoendelea kukamata watu
ambao wanashukiwa kuwa wanafanya vitendo vya ujambazi na kutumia silaha isivyofaa au isivyokubalika. Hacha basi tuweze kukutanana wakati ujao. Hii ni Kivu News Info. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sehemu za eneo ya kaskazini ya eneo za Bwito wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, ambako watu wasiopungua 5 wameweza kufariki dunia, mmoja amejeruhiwa na wengine 2 wameweza kuripotiwa kutolewa ndani ya kipindi cha siku 6 zilizopita. Matukio hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa Kibirizi na vijiji jirani wanaoendelea kuishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na ongezeko la mashambulizi ya watu wenye silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya maeneo hayo, matukio hayo yanahusishwa na uvamizi wa watu wenye silaha, kuviziwa kwa raia pamoja na visa vya utekaji vinavyoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali tayari limewaathiri na mapigano ya makundi mbalimbali yenye silaha. Tukio hilo la karibu lilitokea jioni ya Jumapili tarehe 2 Agosti katika kijiji cha Kibirizi ndani ya kundi la Mutanda. Watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa waliingia nyumbani kwa raia mmoja na kumfyatulia risasi. Raia huyo alijeruhiwa vibaya na akakimbizwa katika kituo cha afya kilicho karibu, ambako baadaye anaendelea kupata matibabu. Siku moja kabla ya tukio hilo, watu 2 walitekwa walipokuwa wakifanya kazi katika shamba lao karibu na kijiji cha Kilambo kilichopo katika kundi jirani la Kanyabayonga. Hadi sasa familia zao zinasema hazijapata taarifa yoyote kuhusu walipowapeleka wapendwa wao, jambo linaloongeza hofu na majonzi kwa wananchi wa eneo hilo. Matukio haya mapya yanakuja siku chache baada ya watu 5 kuuawa katika shambulio la kuvizia lililotokea tarehe 28 Julai katika eneo hilo. Miongoni mwa waliouawa alikuwa Justin Kahiti, aliyekuwa mkuu wa kijiji cha Kirima na aliyekuwa ameteuliwa hivi karibuni na muungano wa M23. Pia dereva wake wa pikipiki pamoja na walinzi wake 2 waliuawa katika shambulio hilo lililotokea eneo la Kasekesero. Siku hiyo hiyo, mtu mwingine anayejulikana kama mmoja wa watu mashuhuri wa kitongoji cha Kinyati naye aliuawa katika kupigwa risasi, kwa mujibu wa ushuhuda wa wakaaji wa maeneo hayo. Kufuatia matukio hayo, kumekuwa na tuhuma zinazotolewa katika makundi yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Baadhi ya vyombo vya ndani vinadai kuwa baadhi ya mashambulizi yanahusishwa na wapiganaji wa M23, huku wengine wakieleza kuwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijaweza kuthibitishwa na mamlaka rasmi na hakuna upande ambao umetoa tamko la kuthibitisha au kukanusha tuhuma hizo za wananchi. Kutokana na kuongezeka kwa matukio hayo ya ukosefu wa usalama, wakaaji wa Kibirizi pamoja na vijiji jirani wanaishi katika hofu kubwa. Wengi wao wanasema wanashindwa kufanya shughuli zao za kila siku kwa uhuru kwa sababu ya kuhofia kushambuliwa, kutekwa au kupoteza maisha. Wananchi wa eneo hilo wanatoa wito kwa serikali pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia na kurejesha amani katika sehemu ya kaskazini ya chifu cha Bwito. Wanasema bila hatua madhubuti, hali ya usalama inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi na kusababisha mateso makubwa kwa wananchi wasio na hatia yoyote.
Mpaka sasa hali inaendelea kufuatiliwa, huku wakaaji wakisubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka husika ili kukomesha wimbi la mashambulizi na kurejesha utulivu katika wilaya ya Rutshuru. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa yetu kuhusu hali ya usalama katika eneo la Bwito wilayani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini. Asante kufuatilia Kivu News 24.